Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari zetu siku hii ya leo ya Jumanne, siku ya maandamano ya Sabasaba, leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2027. Jina langu ni Eric Masha Douglas. Sabasaba, polisi waimarisha usalama Nairobi kwa kuweka vituo zaidi vya ukaguzi CBD. Polisi walitangaza kuimarishwa kwa vituo vya ukaguzi kote Nairobi kabla ya maadhimisho ya Sabasaba ya Julai tarehe 7 ili kuimarisha usalama na kudhibiti harakati. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share. NPS iliwasihi madereva na watembea kwa miguu kushirikiana na maafisa, ikionya kuwa vitendo haramu vitatekelezwa kwa nguvu kamili ya sheria. Polisi wa Nairobi walisisitiza kwamba hawakupokea taarifa rasmi kuhusu maandamano yaliyopangwa, wakisema mkusanyiko wowote utachukuliwa kuwa kinyume cha sheria. Wakazi wa Nairobi waliamkia ulinzi ulioimarishwa Jumanne Julai tarehe 7 baada ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS kutangaza kuimarishwa kwa vituo vya ukaguzi kote jijini. Saa chache kabla ya maadhimisho ya kila mwaka ya Sabasaba, polisi waliwasihi wananchi kushirikiana na maafisa, huku mamlaka zikichukua hatua za kuimarisha usalama. Kwa nini NPS imetangaza hatua kali za usalama Nairobi? Huduma ya kitaifa ya polisi NPS imetangaza usalama zaidi kote Nairobi kabla ya maandamano ya Sabasaba. Katika taarifa ya Jumatatu Julai tarehe 6, NPS ilisema vituo zaidi vya ukaguzi wa polisi vitawekwa kwenye barabara muhimu ili kudhibiti harakati za kuzuia machafuko yaliyoshuhudiwa katika maandamano ya awali. Polisi wanasema hatua hiyo inalenga kuruhusu biashara ya kawaida kuendelea kwa wale ambao hawajiungi na maandamano. NPS imetangaza kuwa hatua hiyo ni muhimu huku nchi ikiadhimisha miaka 36 tangu maandamano ya Julai tarehe 7 mwaka 1990. Huduma hiyo ilionya kuwa itachukua hatua kali dhidi ya mtu yeyote anayevuruga utulivu. Kwa nini polisi na waandaaji wa Sabasaba hawakubaliani? Tangazo hilo linakuja huku kukiwa na mvutano kati ya polisi na waandaaji wa maandamano. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Nairobi Isa Mahmudi alisema hakuna taarifa rasmi iliyotolewa, ikimaanisha maandamano yoyote yatakuwa kinyume cha sheria. Alisema polisi walipata habari kuhusu mipango hiyo kupitia mitandao ya kijamii, si njia rasmi kama ilivyotakiwa na sheria. Mtazamaji wangu, ili kuzidi kupata habari motomoto kwa wingi, bonyeza subscribe, like, share.